Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Mbavu moya mdogo. Na ni Afrika mmoja tu peke yake kwenye historia ya ulimwengu ambaye aliwekwa kwenye pesa za Ulaya. Ukiangalia pesa wakati ule kwenye ni franka 10 10 francs belge wanaweka picha yake pale. Mbembe. Kwa hiyo Wabembe walianza kuonyesha vitu vikubwa toka zamani. Waliomzika Livingstone ambaye ndiye alikuja akavumbua mambo mengi sana Afrika, walikuwa ni Wabembe pale Ujiji. Maana ni watu walikuwa na nguvu za kupigana. Ya kabila mimi ni Mbembe kabisa, wa baba na mama. Kwenye Wabembe tuna vijumba, kwenye kijumba mimi natoka kwenye kijumba kikubwa cha Washimuuma na kwenye familia ndogo ya Washiwa Enge. Nafikiri ndo tambulishaji, mimi ni Mbembe kabisa. Sawa, na leo hii tunaye Mbembe hapa. Na hapa tulipo tunaongelea Marekani. Sawa, tunapendelea tuweze kuulizia mambo yafuatayo. Tunapendelea kwanza tuweze kufahamu Wabembe, natumaini ni moja kati ya kabila ambalo limezagaa sana kwenye nchi mbalimbali ulimwenguni. Na licha ya kuzagaa pia hata kwenye nchi ya Kongo bado tena Wabembe ni wengi sana. Na ni moja kati ya kabila ambalo lina tarafa kubwa miongoni mwa matarafa ambayo yanayopatikana pale kwenye nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Tarafa la Fizi ndilo tarafa lenu Wabembe. Tunapendelea kwanza tuweze kufahamu cha kwanza, hivi nafasi ya Wabembe katika siasa ya Kongo ni hipi? Asante sana, umesema jambo kubwa. Wabembe kweli tuko wengi, na kama mlisoma kitabu cha anaitwa nafikiri Msambia, amesema Wabembe wako kwenye nchi 14 kwa bara la Afrika. Na pia wameshazagaa sana Ulaya, Marekani, Australia, Canada, sehemu zote. Kwa hiyo ni kabila kubwa, na wengine pia wako kule kwetu Kongo. Wabembe katika siasa ya Kongo, niseme tumepata fursa kubwa sana katika siasa ya Kongo. Sababu ukisoma historia ya Kongo utakutana kwenye vipindi mbalimbali Wabembe walikuwa pia kwenye ngazi hizo. Toka 61 labda Kongo wakati tulipata uhuru mwaka wa 60, walifanya ile inaitwa tufanye muungano wa nchi. Tufanye nini? Tufanye government. Na tuunde wanasiasa kutoka kila tarafa. Fizi pia tulikuwepo na mtu ambaye mzee anaitwa mzee Jerome Mchungu. Kwa wengi Wabembe wanamjua, ndio alikuwa Mbembe wa kwanza katika siasa za Kongo. Na alikuwa mtu sana aliyetumika na ukaribu sana na ambaye alikuwa mtetezi wa uhuru wa Kongo, Emery Patrice Lumumba. Jerome Mchongo alikuwa mtu ambaye alikuwa mtu wa mwili kwa Emery Patrice Lumumba. Na alifia Kigoma pale. Wanamjua hata hapa Bolingrini kwetu nafikiri kuna jamaa yake hapa pia wanawajua. Tukisema mtu fulani nafikiri wengine wanaweza kumjua. Na huyu mzee alikuwa mtu wa karibu, na alikuwa mmoja baadhi ya watu ambao walishindikiza Emery Patrice Lumumba kufanya agreement na serikali mbalimbali za tunaita wa socialists na communists wakati ule. Kwa hiyo fursa za kwanza kwenye siasa ya Kongo Wabembe tulizipata toka Kongo ilipopata uhuru wake. Ukija baada ya hapo tulipata mzee Anzuruni Bembe ambaye sasa ni kipindi cha Mobutu. Anzuruni Bembe alitumika, alikuwa kama speaker wa bunge kwa wakati ule. Na wakati Mobutu aligonjwa akaenda kutunziwa, alikuwa ameachiwa nchi. Mbembe huyo baba na mama, na yupo sasa, anaishi Kinshasa pale, ameshakuwa mzee lakini yupo. Aliachiwa nchi mara mbili. Mara ya kwanza Mobutu alipokwenda kutunziwa akamwachia nchi, bwana chukua nchi hiyo, ongoza nchi. Aliongoza nchi miezi 6 akiwa kama speaker wa bunge, lakini pia kama anatumika kama rais kwa muda. Maana kwamba tunasema kwenye historia ya Wabembe ndani ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo, Mbembe aliwahi kuiongoza nchi ya Kongo ndani ya miezi 6 huku akiwa nafasi ya Rais Mobutu pindi yupo kwenye matibabu, au sio? Yeah. Okay. Hiyo ilikuwa nafasi ya kwanza. Tena pili, wakati na Mobutu aligonjwa tena kamwachia tena. Lakini Wabembe hatujai kuchukua fursa ya kuchukua urais.
tunaachiwaga madaraka, unapewa madaraka lakini unakataa kuchukua fursa. Kwenye vita vya 97 Wabembe walishindikiza 96 Wabembe tulishindikiza Kabila kwenye ukombozi wa Kongo. Kutoka Mobutu. Na walikofikia kupata madaraka, wakati mzee Laurent Desire Kabila amesema tufukuze watu wote wanaotoka nje. Maana AFDL ilikuwa na Wanyarwanda, ilikuwa na Waganda, ilikuwa na Warundi. Akasema nchi ni ya Wakongomani, tufanye jeshi la Kongo. Jeshi ambalo liundwa la Wakongomani likapewa nani? Likapewa Mbembe, General Lweya. Huyu alikuwa ndiye msimamizi wa wanajeshi wa Kongo. Wakati Kabila alikufa, Lweya ndiye alikuwa general mkubwa wa Kongo, na ambaye alikuwa anahusika na mambo ya tunaita ni ANR kwa leo kwa Kongo, Agence Nationale de Renseignement, lakini kwa wakati ule ilikuwa ni Sécurité Publique, Sécurité Nationale, alikuwa ni General Sikatenda. Kwa hiyo inchi alipokufa Kabila ilikuwa mikononi mwa Wabembe. Lakini pia Lwecha na Sikatenda wakuchukua fursa ya kuwa rais. Wakamuita Joseph ambaye alikuwa Katanga kule Lubumbashi, njoo uchukue madaraka. Na wakati wenyewe ndo walikuwa Kinshasa na madaraka. Kwa hiyo ilikuwa fursa ya ngapi? Ya pili. Fursa ya pili. Au niseme ya tatu. Yaani ni fursa ya pili kwa watu wawili, lakini ni fursa ya tatu ambayo imetumiwa na watu wawili tena. Sababu mtu wa kwanza alipewa hiyo nafasi mara mbili, akashindwa kutumia. Akashindwa kuchukua nafasi kama vile rais, aidha anaweza akafanya mapinduzi labda nini, alishindwa yeye kama yeye. Mara ya kwanza miezi 6 rais yupo kwenye matibabu, akarudi tena akaenda akamwachia. Labda niseme mara 4, sababu unajua hata Mchongo, Jerome Mchongo, wakati walimuua nirudi kidogo samani, wakati walimuua Emery Patrice Lumumba, ambaye alibaki na kila document ambayo nchi ilikuwa imesaini nje kwa mikataba yote, alikuwa ni mzee Jerome Mchongo. Labda atuulize kwa sababu ndugu zetu Wabembe wanaotufuatilia muda huu, tunapendelea sasa tuje tufahamu kipindi hicho Anzuruni Bembe alipoweza kuachiwa madaraka na Mobutu, baada ya Mobutu kuweza kujielekeza huko kwenye matibabu. Kipindi hicho hali ya Wabembe kule alikotokea, huyo aliachiwa madaraka na Mobutu ndani ya miezi 6 alipokuwa kwenye hali ya matibabu. Hali ya Wabembe kule ilikuwaje? Ya Wabembe tuna hali moja ambayo inatusumbua sana, ni kwamba hatuna uongozi. Hatuheshimu viongozi, leaders. Maana unajua kosa letu ni kwamba Wabembe hatukuwahi kuwa na mfalme. Na unajua kama mkuongozwa katika zile siasa za kifalme ni shida sana kukubali madaraka ya mtu. Maana ukiangalia kwenye siasa za Kongo wakati ule, kuna mzee Azuruni Bembe, kuna mzee Mwene Malongo, ndio watu walikuwa wana fursa kubwa kwenye siasa za Kongo wakati ule na wanasimamia Wabembe. Lakini huku chini, huku walikotoka, walikuwa watu ambao pia hawana ile nguvu sana, tuseme, sababu kulikuwa ile mitishio. Lakini Anzuruni Bembe amejitahidi, sababu ni mtu kwenye siasa za Kongo wa kwanza kusaidia Wabembe kuwa kwenye fursa mbalimbali katika serikali. Hiyo kabisa tunampa hicho. Aliwaingiza sana kwenye makampuni za kiserikali, kama wakati ule OCZ mliingiaga Wabembe wengi, hata leo kuna Wabembe wengi kwenye zile kampuni. Ilikuwa ni moja wapo ya kitu alichofanya. Alisaidia wale wote waliokuwa wamepata ukipata diploma wakati ule, maana ilikuwa chache, anawasaidia kuingiza kwenye kazi. Hiyo ilikuwa kitu kikubwa. Lakini ile sisi kumpa ukuu wake kwa kila alichokifanya hatukifanya. Unajua wenzetu kama pale Kongo, tuseme hao wenzetu wa Mushi na Wanani, wanakufanya kuwa leader. Watu kama Wakamere, watu kama Walukwebo, ni sababu kabila lao linawaunga mkono. Wewe ndio wetu tumesukuma. Mbembe hajawahi kuunga mtu mkono eti wewe tumekusukuma uwe leader wetu. Na hiyo ni tatizo hata pa Marekani unaiona. Tumeshakuwa na Emmaus kama 10, mimi ndo leader, hapana huyu ndo leader, hapana. Hatuwezi kumuinua mtu mmoja
kisha tumwambie tumekusukuma kuwa leader wetu, na ndio maana tunakosa hizo fursa pia. Okay. Asante, labda hapo tumeweza kuelewa kwa wewe ambaye labda umeweza kufuatilia pamoja nami na unaendelea kufuatilia. Hapo tuseme hapo, tukisema ukweli na kuja kugundulika kwamba Mbembe hana ile nafasi ya kuweza kushikilia madaraka kwa sababu wanashindwa kuaminiana. Na ile hali ya kushindwa kuaminiana, msemaji wetu hapa anasema kwamba yeye kwa mawazo yake anahisi ni kwa sababu Wabembe huaga hawana mwami na wakuaga na mwami tokea zamani. Na maana kwamba wangekuwa kwamba kwenye jamii zile zinazokuwa na uongozi wa kifalme mfano labda leo hii nchi ya Kongo ingekuwa inaongozwa na Mbembe. Fursa zote hizo ambazo ziliweza kupatikana, lakini Wabembe walishindwa kuzitumia. Ogopa man, kipindi hicho cha Mobutu unaatiwa nchi ndani ya miezi 6. Alafu bado Ubembe leo hii hakuna chochote, hakuna historia yoyote ile inayoweza kuonesha ya kwamba sehemu hii paliweza kutoka mtu aliyeweza kuiongoza Kongo ndani ya miezi kadhaa, tena kwenye wakati huo wa Mobutu. Okay, hapo tumeweza kufahamu kiasi. Lakini pia tunapendelea sasa tuje kufahamu Mbembe anatajwa sana kwenye machafuko hayo ambayo yanayoendelea leo hii ndani ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini atajwe sana? Na nguvu za Mbembe zinatoka wapi? Tunapendelea tufahamu wapi palipo nguvu za Mbembe ndani ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Mbembe acha toje sana sababu ni mtu ambaye anaonyesha uzalendo wake. Vita vilivyo mtoa Mobutu kwenye madaraka 96 ni Wabembe waliofanya wale wengine wote washinde vita hivyo. Maana 96 vita vilianzaga, Kabila anakuja na Wanyarwanda na Waganda na Warundi kwenda kumtosha madarakani Mobutu. Lakini eneo ambao walishindwa kupita kukawa vita zaidi ya miezi 4 ilikuwa ni tarafa la Fizi kwa Wabembe. Na Wabembe walipokubali kujiunga na Kabila, Laurent Desire Kabila mzee, sio Kabila mtoto, kwenye miezi 2 wakachukua madaraka, wakamtosha kabisa Mobutu, wakafika Kinshasa. Kwa hiyo Wabembe wana nguvu za kupigania nchi. Ina maana kwamba ile historia ya vita ambayo inarekodiwa pale kwenye zone ya Fizi, aidha hapo kwenye Kivu ya Kusini, ina maana kwamba ni pingamizi walilokuwa wanaliweka Wabembe la kuzuia Mnyarwanda, Mganda, Mrundi hasiweze kusonga mbele kwenye vita hivi vya Laurent Kabila vya kwenda kumuondoa madarakani Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga. Ndivyo vilivyoweza kusababisha mamia ya maelfu ya watu kupoteza maisha. Ina maana kwamba ni Wabembe walikuwa wanakataza timu hiyo, aidha msafara huo usiweze kwenda kumtoa Mobutu madarakani. Wabembe, unaona Wabembe ni wazalendo sana. Okay. Sababu wewe ukija na Mnyarwanda, ukija na Mganda na unasema unakuja kutetea nchi yangu, sikuelewi. Unaona? Maana ukisoma kwenye historia za nchi, Wanyarwanda ni watu ambao wanalia sana nchi wapate sehemu ya udongo. Ni watu ambao hawana eneo kubwa. Na kabila la Wanyarwanda ni watu ambao wanazaana sana. Kwa hiyo nchi ni ndogo, watu wanazaana sana, wanataka wapate eneo. Kwa hiyo alipokuja Laurent Desire Kabila na hawa watu, sisi watu wa Fizi tulisema hapana. Kwa nini tukuache uende kwenye nchi yetu, chukue nchi yetu, ugeuze nchi yetu? Maana tulikuwa tunaona Laurent Desire Kabila, tulikuwa tunaona nani? Wanyarwanda wanakuja. Ndio maana tukafanya hivyo vita. Lakini tulipoelewa kupitia General Wecha ambaye alikuwa mmoja wa Wabembe ambaye aliambia Wabembe hapana, tushikamana na huyu jamaa, tuende naye pamoja, ndiko Wabembe walikubali. Wengine wote wakakubali. Kama Kamali Dunia, Mayele, Sikatenda, hao walikuwa ni wapiganiaji wakubwa sana wa Wabembe ambao pia walijiunga, wakasema tunakubali, tunaacha njia mpite, twende tutoe Mobutu. Na hiyo ikaenda moja kwa moja wakaondoa Mobutu. Ina maana kwamba daraja lililoweza kuvusha
vikosi vyote hivyo ambavyo viliweza kuongozana na Laurent Kabila kwa ajili ya kwenda kumtoa Mobutu madarakani, waloweza kufungua daraja hilo na kuweza kusababisha vita hivyo vikaja kuwa vyepesi ni Wabembe. Laiti kama Wabembe wangeweza kukaza boots na kusema kwamba hatumsikilizi yeyote, ina maana kwamba hadi leo hii tungekuwa na historia nyingine ndani ya nchi ya kidemokrasia yako. Hiyo ni kweli kabisa. Maana Wabembe ni wapiganaji, na sio kwamba wanajifunza vita au wamefunzwa vita. Ni kitu ambacho Mungu amewapa. Ni neema tu ya kipekee kwa Wabembe kuwa wapiganaji. Maana hata kama hujafunzwa vita, uko Mbembe utapigana na utashinda vita. Kwa hiyo ni hali ambayo tuko nayo. Wewe si ni Mbembe? Ya, mimi Mbembe. Hata hapa hivi ukileta vita sijawahi kupiganaga, sijawahi kwenda kwenye jeshi. Lakini ninaamini ninaweza kujitoa kwenye hali hii. Mfuatiliaji, unasikia maajabu ambayo yaliweza kuwekwa kwa kabila la Wabembe. Kabila hili halihitaji mafunzo. Kabila hili alikuhitaji wewe ambaye labda umeenda kusomea huko namna gani ya kuseti mambo yako. Kabila hili ni mambo ambayo wanakuwa wanafunuliwa. Yes, hapo ndipo tutakapoweza kufahamu mengi kwa nini leo hii sasa atajwe sana. Mapambano ni mazito sasa hivi ndani ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Alafu tena tufahamu ya kwamba vita ambavyo leo hii vipo ndani ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo, vyombo vya habari vinaeleza kwamba ni vita ambavyo vimeenda kutimiza miaka 30. Na miaka 30 hiyo tukija kuangalia vizuri tena huruma labda za Wabembe, labda Wabembe wasingeachia kamba, labda vita hivyo visingeeneza miaka 30 leo. Lakini walivyoachia kamba, tena vita hivyo vimeenda kuasiri wao wale ambao waliweza kuachia kamba. Tuongelee hapo kwenye nguvu za Wabembe. Ya, umeleta swali ngumu na swali nzuri tena lenye changamoto, sababu Wabembe kwenye vita hatujui kuchukua fursa. Kama nilivyokuambia, toka 96 tumeenda pamoja na Kabila tukachukua madaraka. Kabila alipofukuza Wanyarwanda wote na Waganda kwenye serikali yake, ni Wabembe walikuwa watu wa karibu kwake. Na walipomhua Kabila, watu ambao walikuwa wamebaki na inchi mikononi pia walikuwa Wabembe. Alikuwa ni General Lwecha ambaye alikuwa ni mkuu wa majeshi ya Kongo, pia General Sikatenda ambaye alikuwa ni mkuu wa ujasusi. Wakati ule kwa anasema Sécurité Nationale, ambaye leo imeshakuwa ni ANR kwa walio Kongo wanafahamu hilo. Kwa hiyo pia tulikuwa na ile fursa ya kuwa rais au kuchukua Mbembe mwingine kumweka rais. Lakini sababu tunapigana bila kuchukua fursa tulizonazo, tukashindwa. Hiyo ni safari ya pili au ya tatu niseme. Wabembe tunafikiria kwenye kupata inchi mikononi mwetu. Tuna nguvu, tuna watu wanaopigana, lakini atuchukue fursa za kuwa na uraisi kwenye nchi ya Kongo. Kwa hiyo hivi vita tunavyofanya huku chini, kama ulivyosema, kweli vimetuangamiza sana kimaendeleo. Maana toka Kongo iwe Kongo, toka tupate uhuru hadi sasa, kwenye zone yetu ya Fizi hakujawahi kuwekwa lami, barabara ya lami haijakuwepo. Hatuna maji ya kunywa yaliyo safi. Hatuna umeme. Kwa hiyo maendeleo yatakuwaje? Hakuna maendeleo. Maana kitu cha kwanza kwenye maendeleo ya fasi yote ile ulimwenguni ni barabara. Leo tunaona Marekani imeendelea sababu hapa nikiamua tu naenda New York, naenda ni masaa 10 na kadhalika, lakini nitafika sababu kuna nini? Kuna njia. Kwa hiyo kitu cha kwanza kuleta maendeleo kwenye inchi, kwenye watu, kwenye eneo ni barabara, ni njia ambazo zimetengenezwa ili watu wapite, biashara vipite, watu waunganishwe walio hapa na walio sehemu zingine. Kwa hiyo hivyo vita ambavyo ilikuwa ni fursa kwetu sisi kuchukua madaraka, vimekuwa vitu ambavyo vimetuweka kuwa kipingamizi sasa kwetu kwa maendeleo yetu. Kwa hiyo vita vya Wabembe imekuwa ni changamoto kwa Wabembe kuendelea. Ndio maana ndugu zangu leo ambao tunapigana tena, ukisoma historia sasa kwa vita vya leo vya Kongo, watu wanakimbia, jeshi la nchi linakimbia, linaacha kupigana, ila sisi Wabembe, wazalendo wa Wabembe wamesema tutapigana vita. Ni vizuri, lakini je, tuna lengo gani katika hivyo vita? Tumepigania
Kabila tumepigania Kabila, hatuna kitu leo. Kwa Mobutu tulikuwepo, hatuna kitu leo. Kwa Joseph Kabila tulikuwepo kwenye vita hivyo hivyo, hatuna kitu leo. Leo tuko kwenye kwa Tshisekedi, tutapata nini? Ndio swali. Kwa hiyo kama kwenye vita kuna fursa pia, unaona M23 leo wanapigana, wanasema tukipata mkataba na serikali tunaingia kwenye nini, kwenye uongozi pamoja na serikali. Maana turudi kidogo, maana Kabila mtoto alipoingia walimfanya nini? Vile vyote vikundi vilivyokuwa vinafanya vita, wakina Bemba, wakina wakati ule ilikuwa MLC, ilikuwa huku chini kwetu tulikuwa na hawa kina Zorasi Ruberwa, RCD. Unaona wale watu ndio walichukua jeshi na wafanya siasa wao wakafanya nini? Wakafanya serikali ya Kongo chini ya Kabila. Unaona, na ndio watu walikuwa sana na jeshi lao walikuwa sana. Wanyarwanda waliingia wengi sana kwenye jeshi la Kongo, wakawa majenerali wengi sana. Wakapata nini? Wakapata zile ngazi, zile fursa. Sasa sisi Wabembe tulipigana sana. Ukiona mzee wangu Dunia pale Bukavu, kuna mara nilikuwa naenda tembelea pale kwake, ni mtu ambaye mpigania inchi sana, lakini ana nini cha ajabu? Hakuna. Na watu ambao wamegotwa tu Wanyarwanda hapa, ameshakuwa hivi, wana vitu vikubwa sana. Kwa hiyo tupigane, tuna lengo. Tunatetea inchi yetu, ndiyo ni halali. Tutetee inchi. Sasa baada ya vita kuna nini mbele? Maana hata Petro katika Biblia ameuliza Yesu, tunakufuata wewe, baada ya hapo utatupa nini? Sasa tunampigania inchi ambaye yuko madarakani ni bwana Felix Antoine Tshisekedi. Baada ya vita tukivishinda kuna nini? Tusiwe na vita tu vya kupigana sawa tunapigana, hapana. Vimeshapita. Na hii ndio changamoto kubwa sana tunayo, sababu vita havileti maendeleo. Watakwambia hatuwezi kuja kufanya maendeleo hapo sababu kuna vita. Mimi Mbembe ninataka niwekeze kwetu mfano, lakini nitambia Marekani gani ambaye namjua mtu na pesa nisaidie tuwekeze kwetu? Kisha nimwambie bwana twende Fizi tuwekeze, na anasikia leo wameua watu 10, kesho wamepigana, asubuhi wamebaka watu 20, kesho yake gari zilikuwa zimeenda huko kusaidia watu zimetekwa nyara. Unaona kuna uoga wa kuwekeza. Kwa hiyo vita sio fursa ya maendeleo. Lakini vita kama vina lengo vinaleta maendeleo. Leo tunajifunza kupitia Burkina Faso, kupitia Mali, kupitia Niger. Vita kama vina fursa na vina lengo, kuna kuja pia maendeleo baadaye. Okay, sawa. Mfuatiliaji wetu, natumaini bado unaendelea kumsikiliza mtu ambaye tumemwona ni muhimu sana na hanafaa sana kuweza kutuambia kuhusiana na nguvu za Wabembe ndani ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Pia tumeweza kumuuliza Mbembe anawezaje na alianzaje kutajwa kwenye siasa ya Kongo. Akatuambia nafasi alizozipata Mbembe tokea kipindi cha Lumumba. Mbembe halikuwepo tena kwenye nafasi nzuri. Hata kifo cha Lumumba, basi vitabu vyake na karatasi zote za mikataba Mbembe alibaki nazo mkononi. Ikafika kipindi cha Mobutu, vile Mbembe haliachiwa inchi, sio safari moja au safari mbili. Kipindi Mobutu anaenda kwenye matibabu, Mbembe akashindwa kutumia nafasi hiyo ya kuishika inchi. Haikuishia hapo Mbembe, kipindi cha Laurent Kabila, Mbembe tena nafasi akaipata ya kuweza kusitisha nafasi aliyohitaji Kabila ya kwenda kumtoa Mobutu madarakani. Aliporuhusu vita hivyo vikaja tena kumgeukia, na ndiyo hivi vinavyoenda kumtafuna. Mbembe hakatumika na Joseph Kabila. Bado Mbembe anaendelea kubaki mikono mitupu. Au tuseme Mbembe ni sawa na nyoka, umuuma mtu lakini anashindwa kumla. Lakini tunavyoangalia sasa anavyosemwa Mbembe kwenye vita hivi, Mbembe ni kama vile amekuja wa utofauti sana. Wewe hujaona hivyo? Ndugu yangu, nakwambia mimi sijaona tofauti. Wewe hujaona tofauti? Kwa nini niseme hivi? Wakati uzalendo umeanza kupewa fursa na serikali ya Kongo kuanza kuwaweka wazalendo,
na hakuna mtu yeyote ambaye hajui ulimwenguni kwamba wazalendo wakubwa tulionao nchini Kongo ni Wabembe. Lakini walipoweka wazalendo, hawakumweka Mbembe yoyote yule kuwa mwangalizi wa wazalendo hadi leo. Sasa wewe utasemaje ni fursa? Lakini si tunasikia ya Kutumba anasema kwamba yeye ndo anasimamia vikosi vya wazalendo. Kusimamia vikosi vya wazalendo ni kitu kimoja, na kuchukuliwa na serikali kama mkuu wa wazalendo ni kitu kingine. Ya Kutumba amekuja, ameitika wito ambao mtoto wetu makamu waliwali wa pale Jimbo Kusini Jean-Jacques Lakano ameenda kumuomba. Mzee, vita vinakuja, hao watu wameshafika Bukavu na wana mpango wa kuja hadi huku, mpiganie inchi. Pia unajua ile kitu ni kuambia Wabembe hatutaki mtu kuchukua udongo wetu. Ya Kutumba na kuja hapana, hawa watu hawezi kufika Fizi, naenda kupigania nini? Inchi. Ili nani adui asipate fursa kuja wapi? Ya kuja Fizi. Maana ukiangalia kutoka Goma ukishuka hivi Minova, unakuja kushuka Kalewe, unakuja kushuka Kavumu, Bukavu, unakuja kushuka ukote chini hadi Kamanyola, M23 ilichukua hizo nafasi zote bila vita. Maana walikuwa wanakuja tu, jeshi la serikali wanakimbia, wanaacha kila kitu, wanachukua nchi. Sasa Wabembe wanajitolea kwenda kupigana, lakini swali ni je, baada ya vita kuna nini mbele? Maana katika hapa kwenye vita hawakumtaja Mbembe kuwa msimamizi wa wazalendo. Walimchukua Bitakwira. Bitakwira ni mtu wa Uvira. Ni mbunge wa Uvira pale. Yeye ndiye amekuwa msimamizi wa wazalendo huko kwetu chini tuseme, au wanaopigania Uvira. Sasa mambo ya siasa ni siasa, mambo ya vita ni vita. Na wanaokula pesa ni kwenye siasa, nikwambie kweli ndugu yangu. Kwa hiyo Wabembe tukitaka kufaidikia vitu ambavyo tunavyo, nikisema vitu ni nini, nguvu tulizonazo kupigania inchi, tuwe pia na vyama vya siasa. Tuwe pia na watu wanaofanya nini, wanaofanya diplomasia. Tuwe pia na watu wanaofanya nini, watu walio na uchumi. Maana uchumi, siasa, diplomasia na nguvu za kivita ndio nguvu 4 zinazobeba madaraka kwenye inchi. Tukishindwa kwenye siasa, tuwe nguvu kwenye diplomasia. Na hapa ndo kwenye Rwanda ilikuwa natuwezesha sana sisi wa Kongomani. Walikuwa na diplomasia kwenye sehemu zozote. Ukija huku Ulaya, wakisema kitu wazungu wanawakubalia. Wana diplomasia nguvu. Sio kwamba wanajeshi lililo nguvu au wana uchumi ulio wa nguvu, hapana. Diplomasia yao ilikuwa nini? Ilikuwa nguvu. Tukishindwa kwenye diplomasia, tuwe na siasa iliyo na nguvu. Unaona? Maana Wabembe sasa hivi kwenye siasa ya sasa hatuko, tumevutikana kabisa. Kuondoa huyu mtu mmoja niliyesema makamu waliwali Jean-Jacques Lakano, uniambie kwenye uongozi wote wa Felix Antoine Tshisekedi Mbembe mwingine nani amepata fursa? Hatuna. Lakini huenda Mbembe hatakapoweza kumshinda M23 kwenye mapambano haya, huenda akaweza kupewa nafasi nzuri sana ndani ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo, kwa maana tukiangalia vita hivi vimekuja kwa kasi kubwa sana. Lakini Mbembe ni mtu mojawapo ambaye amejitoa kwa hali na mali kusema ya kwamba pale palipoingilia mwiba ndipo patakapotolewa huo mwiba. Mnyarwanda alianza kupitia hapa, akafanya mauaji hapa, na hapa ndipo atakapoweza kuishia. Ni lugha inayoongelewa sana na watu wengi sana hapo kwenye tarafa la Fizi. Wewe hauamini kama endapo Mbembe akiweza kushinda hivi, vikundi vya kizalendo vikiweza kushinda vita hivi, hauamini kama Mbembe ana nafasi mojawapo ambayo atakayoweza kuwa serikalini? Ndugu yangu, kusema kweli mimi siamini. Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu.